Hujambo popote unapotegea au kutufuatilia kwenye RFI Kiswahili. Karibu katika makala ya Siha Njema, makala ambapo tunaangazia masuala mbalimbali ya afya. Ikiwa bado tuko mwezi Machi, tunaangazia magonjwa ambayo yanaathiri mifumo ya kinga au autoimmune diseases. Studioni niko na daktari ambaye atajitambulisha kwa njia ambayo ungependa, na pia niko na mwanaharakati wa mojawapo ya magonjwa haya ambayo tunasema yanaathiri kinga. Naitwa Dr. Jacqueline Wothaya Mwanu. Mimi ni daktari ambaye amespecialize katika kitu inaitwa integrative and functional medicine. Huyo ni daktari ambaye anashughulikia magonjwa haya sugu kwa kuangalia kiini cha huo ugonjwa umetoka wapi. Upande wangu wa kulia ninaye mgeni wangu pia, ajitambulishe. Sara Katule, asante sana, nashukuru kuwa hapa. Wanapenda kujiita survivor wa ugonjwa ambao unaitwa ugonjwa wa tezi ya koo au ugonjwa wa tezi ya shingo ama thyroid disease. Nama nigeukie tu daktari, kwa lugha tu rahisi, inamaanisha nini wakati mwili wako inapambana na kinga ya mwili badala ya kinga kukukinga wewe? Kwa mwili wa binadamu, sisi wote tuna hiyo kinga. Wakati ambapo umekuwa mgonjwa, kinga yako inakuja kukusaidia ndio uweze kupambana na iwe ni infection ama ugonjwa wowote ambao unao. Saa zingine unapata hiyo kinga iko chini. Kwa hivyo unaweza patwa na magonjwa mengi tofauti kwa sababu hiyo kinga haikusaidii kupigana na mashida ya mwili. Alafu kuna wakati ambapo kinga imepita kiwango kile inafaa kuwa. Hapo ndio sasa tunaongelea hayo magonjwa ya autoimmune diseases. Kinga yako ya mwili inaanza kushambulia viungo vyako vya mwili tofauti ama tishu tofauti ambazo ziko kwa mwili. Inaweza shambulia ngozi, magoti, nywele, popote ndani ya mwili wako. Alafu sasa inaanza kusisimua mashida huko ndani. Pengine magonjwa haya ni magonjwa kama gani, Daktari Jackie? Kama ugonjwa wa rheumatoid arthritis ambao watu wengi wanaujua. Kuna ugonjwa pia unaitwa lupus. Kuna kitu inaitwa Hashimoto's. Sasa kwa wale watu ambao wako na shida ya tezi yako, hiyo ndio tunaongelea ugonjwa wa thyroid. Unaweza patikana uko pande mbili tofauti. Kuna ile hypothyroidism na hyperthyroidism. Sasa kwa ile kinga ikiwa imeleta shida, tunaita Hashimoto's, na pia kuna hii pande ingine Graves. Alafu kuna hizi zingine ambazo hazijulikani sana kama kitu inaitwa myasthenia gravis. Unapata misuli ya mwili wako inakuwa nyepesi sana, unashindwa hadi na kuinua tuseme mtoto wako, kuoga, kuvaa shati. Kisukari pia naambua inaorodheshwa kwa namna hiyo. Katika kisukari, kuna wale watu tunajua ambao tunawaita type 1 diabetes. Kuna wale ambao kinga yake ya mwili inashindwa na kutoa zile, kuna kitu inaitwa kwa mwili insulin. Ile ambayo inasaidia kuchukua sukari kutoka kwa mwili, inairudisha ndani ya cells za mwili ndio sasa upate nguvu. Au ambao tunasema ni type 1, hapo ndio kinga ya mwili imeleta shida. Ni kuja kwako Sara, kwa nini watu wengi hawaelewi kwamba magonjwa hayo yapo? Sasa kama ugonjwa wa thyroid ama ugonjwa wa tezi koo, ukipatwa na hii shida ya kinga mwili ama hii tunaita autoimmunity, unapata sana zile tunaziita symptoms za thyroid ama za ugonjwa wa tezi ya koo zinaweza kuwa zimejificha tuseme katika magonjwa mengine. Sasa unapata mgonjwa akijaribu kutafuta kiini cha kile kinafanya ashikwe na hiyo shida ya thyroid, unapata sasa inakuwa ni shida, inakuwa ni changamoto. Sasa wengi wagonjwa huwa wanaenda kwa muda mrefu sana kabla hawajagundua ugonjwa huu, na madaktari wengi pia ni ngumu sana kupata wanaweza kugundua ile mapema. Sasa unapata wagonjwa kuendelea na kushikwa na hii shida na kupatwa na matatizo ya zile symptoms. Narudi kwako Dr. Jackie. Kwa nini ubainishaji wa magonjwa haya pamoja na matibabu bado tuko nyuma sana? Haya magonjwa yanakuja na symptoms nyingi. Kwa hivyo unapata mgonjwa amekuja kwa daktari, amekuja amesema, nimekuwa nikiona nywele yangu imeanza kuanguka. Hiyo ndio symptom amekuja amesema. Kabla akili yako ifikirie ianze kusema ni kinga ya mwili ndio imeleta shida, itachukua muda. Lazima ukue umekano mgonjwa, umesikiza hiyo historia yake tu vizuri ndio uanze kusema atunafikiria sasa ni kinga ya mwili imeleta shida. Cha pili, test ambazo
zinazotumika kubainisha kama ni shida ya kinga ya mwili ama ni shida ingine tofauti zinakuwa bei kali sana. Unapata watu wengi wanashindwa na kupata hiyo pesa ya kufanya hivyo. Siku hizi kuna njia baina ambazo tunatumia kutibu watu tukishapata ako na shida ya hiyo kinga ya mwili. Sasa tunatafuta kiini cha huo ugonjwa umetoka wapi. Unaona kama vile mti, hii mizizi ambayo imeleta hii shida kwa mwili ni nini. Kwa hivyo sasa ukishajua huo mzizi ni nini, sasa zile vitu unaambia huyo mgonjwa za kufanya, za kumeza, za kukunywa, kile ambacho utamwambia ni kupigana sasa na hiyo mizizi. Unapoanza matibabu, kuna kitu ambacho unaweza kumwambia mgonjwa pengine asubiri kwa muda fulani, ama ni kwamba matibabu ya magonjwa haya hayapo? Matibabu ya haya magonjwa yapo. Kuna ile wakati ambapo unaweza jipata huko katika kitu tunaita acute flare up, uko mahali pabaya kabisa. Lazima tupambane na ambapo ulipo penye uko kwa hiyo acute flare up. Ndio kwanza usikie vizuri, ndio sasa ufuate yale maagizo ambayo tunakupea ya hii na hii na hii. Aya, cha tatu ni huwa tunakuwa na tuite protocol. Kuna chakula ambayo tunakula. Hapo ndio tunaanza kuambia kuna vile vyakula ambavyo vimefanyiwa research na zimeonekana ya kwamba inasisimua haya magonjwa. Ngano, katika ngano kuna kitu inaitwa gluten. Hiyo ndio ambayo huwa inasisimua. Kuna maziwa ya ng'ombe. Katika ndani ya maziwa ya ng'ombe kuna kitu inaitwa, kuna protein fulani inaitwa casein. Hiyo alafu hizi chakula ambazo naongelelea ni zile chakula ambazo zinafanya mwili inakuwa inflamed. Kwa watu wengine kuna vitu zinaitwa kama njugu. Kwa hivyo kuna diet ama chakula ambacho watu wanakula. Kuna zile vitamins and minerals zinaweza kuwa ziko chini. For example, kitu cha rahisi sana, vitamin D, hii yenye tunasema tunaota kutoka kwenye jua. Wengi wetu iko chini kuliko vile kwa kawaida. So kuna hizo vitamins and minerals. Kuna stress. Siku hizi wengi wetu sana tumejipata katika stressful situations. Kwa hivyo unapata hiyo stress ikiwa imekuwa kwa muda mrefu inaweza sisimua hayo magonjwa. Sara, daktari ameelezea matibabu ni safari ndefu. Kutumia mfano wako hai, wewe ulichukuliaje ama ulipokeaje hali yako na ulipataje ujasiri na ustahimilivu wa kiasi hicho? Sasa mimi kwanza nilipopatikana na nikaambiwa niko na ugonjwa huu ambao unaitwa Graves disease, ambayo pia ni ugonjwa, ni hiyo autoimmunity ambao ni ugonjwa ambao unasisimua thyroid kutoa homoni kwa wingi kushinda vile mwili, of course mwili unahitaji. Sikuelewa maneno ya autoimmunity ni nini. Sasa daktari akikwambia uko na Graves disease, unafikiri kesho utaenda uzikwe, kwa sababu sasa ukiambiwa Graves kwa Kiswahili, Graves inamaanisha kaburi. Sasa unajua sasa wewe umekwisha. Lakini sasa mimi mwenyewe nikaanza kujipa maarifa. Ninajaribu kujua Graves inamaanisha nini, na ni nini inaweza kuwa imesababisha kushikwa na shida hiyo. Lakini sasa nilipoenda na waliponifanyia upasuaji, huwa wana target hiyo tezi ya shingo, lakini tezi ya shingo sio kama vile daktari amesema, sio kiini ambayo yenye inafanya upatwe na hiyo shida ya hyperthyroidism. So nilipojua hivyo, mimi mwenyewe nilijiambia ni lazima nijikakamue na nifanye research yangu, alafu pia nianze kuadopt chakula. Nirudi kwako daktari tukimalizia. Kwa nini kuna uhaba wa madaktari kama wewe, na pengine nini kilikuchochea? Mimi mwenyewe nilikuwa mgonjwa. Tuseme kama miaka 10 iliyopita nilikuwa na shida ya tumbo. Ilikuwa imenisumbua kwa muda mrefu, nikapoteza kilo. Watu wakaanza kuniambia ni kama umepatwa na saratani tena. Alafu chakula ambacho nilikuwa nakula kilikuwa limited sana. Nilikuwa nakula mchele, kabeji na kuku ya kuchemsha, kwa sababu tumbo ilikuwa inanisumbua sana. Ile tunaongelea hizo ulcers, gastritis, juu hayo maneno. Nikakaa chini nikajiuliza swali, nitakuwa na meza hizi dawa hadi miaka ngapi? Magoti ilikuwa ishaanza kuniuma, magoti na mgongo, kwa sababu kuna dawa fulani nilikuwa na meza yenye inatoa madini ya calcium kutoka kwa mwili. Nikakaa chini nikajiuliza, nitakuwa nakula hii chakula peke yake hivi? Nikasema hapana. Kwa hivyo nikitafuta, nikakaa nikajiuliza, kwani hakuna kitu kingine ambacho naweza fanya yenye itanisaidia nijitibu mimi mwenyewe, nipone kabisa na nione vile watu wengine watapona. Katika hiyo harakati nikajipata nikipata kazi ambayo ili sasa ilianza kunifundisha kupambana na kiini cha ile shida nilikuwa nayo. Mimi mwenyewe ikachukua kama miaka 2. Ndio maana tunasema haichukui wiki 1-2, ilinichukua miaka 2
kupona. Sasa nikarudi kukula karibu kila kitu, isipokuwa sasa ngano na maziwa ya ng'ombe, hiyo tu ndio sikuli. Na sote tutakubali kwamba huu ni mjadala ambao tunaweza kuongea siku nzima, lakini kwa sababu ya muda niruhusu niseme asanteni sana. Asante Sara kwa kukuja. Asante sana daktari. Asante. Na ndivyo tunahitimisha makala ya Siha Njema. Mimi ni Carol Korir. Hadi wakati mwingine, kwa heri.